Mheshimiwa Rais, tukio la leo hili ni historia kubwa sana, kitu ambacho kimesubiriwa miaka mingi sana kwenye taifa letu. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa, wizara zetu hizi zote mbili zimeweza kushirikiana kwa 100% kwenye utekelezaji wa sensa ya mwaka 2022 kwa asilimia zote. Kwa hiyo Mheshimiwa, nikutoe hofu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Rais wa Zanzibar, tunaamini mna malengo, mna kiu ya kuweza kubadilisha hasa katika mifumo hii ya ardhi na mambo mengine, kwa lengo tu la kuwasaidia wananchi wetu waweze kuondokana na changamoto ya migogoro ya ardhi, lakini na mambo mengine. Lakini katika serikali yako wewe, Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani ulitoa maelekezo mahususi kwa Wizara ya Ardhi kuweza kufanya mapitio ya sera yetu ya ardhi na kuweza kuifanya iwe ni sera inayoendana na nyakati za sasa. Mheshimiwa Rais, umeshawahi kutuagiza na kutueleza ya kwamba kuipima na kuipanga nchi yetu si jambo la hiari tena, bali ni jambo la lazima. Na sisi tunakwenda kufanya hivyo kama tulivyokuonyesha nje katika mipango yetu ya wizara, kuhakikisha kwamba nchi yetu ifikapo mwaka 2030 inakuwa imepimwa yote, imepangwa yote, na tutakuwa tumetambua kila kipande cha ardhi. Ardhi ipi ni ya akiba, ardhi ipi ni ya serikali, ardhi ipi ni ya wananchi, na kadhalika na kadhalika. Kwa kutambua umuhimu wa ardhi kwa maendeleo ya nchi, serikali toka wakati huo iliweka msingi madhubuti wa sera yetu ya ardhi. Yaani ardhi yote ya Tanzania huwa ni mali ya umma na rais ni mdhamini kwa niaba ya wananchi. Huo ndio msingi mkubwa ambao tuliekewa kuhusu ardhi ya Tanzania. Aidha, sekta ya ardhi imekuwa nyenzo ya kuwezesha shughuli zingine za uzalishaji mali kama vile kilimo, ufugaji, utalii, viwanda, biashara, miundombinu, madini na mambo mengine yote. Hivyo hata tunapoenda mbele, ardhi itaendelea kuwa msingi mkuu wa maendeleo ya taifa letu. Baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari kuzindua sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Na nimwombe sana Mungu atubariki tunapoizindua sera hii, basi yale yote tuliyokusudia yaende yakatekelezeke vyema.